الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ama baada ndio setu jioni, kwanza tunakumbushana zile dua tulizokuwa tukisoma, tusome mara ngapi hivi na kukumbushana, iko mtu asome apate kuendelea kusoma inshallah. Tulisoma juzi na tukaelezea dua subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nakumbuka subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Hebu tusome mara moja kiasi mara 5 6 alau mkaanza kukumbuka tayari. Haya, subhanallah wa bihamdi naona wengine wanafanya uoga kusoma. Someni sauti, usiogope. Ela tena subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi kwanza, au sivyo? Halafu kwa idadi ya viumbe vyake vyote, adada khalqi, viumbe vyake vingi, si binadamu tu, kila kiumbe chenye uhai na kisichokuwa na uhai, mbinguni, ardhini, ndani ya bahari, chini ya ardhi, popote pale, malaika, binadamu, jini, kila kitu, adada khalqi yote. Basi wewe subhanallah bihamdi unaomba ijalie Mwenyezi Mungu kwa idadi ya viumbe vyake ziwe nyingi, maana sababu zake kubwa sana. Dua muhimu sana na dua nzito hii. Subhanallah bihamdi adada khalqihi, alafu tena waridha nafsi, radhi ya nafsi yake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Iko radhi atakupeni sababu ngapi kwa subhanallah bihamdi? Nyingi sana Kwa hiyo kwanza adada khalqihi waridha nafsi, alafu uzito arshi yake kilo ngapi, sababu zake ngapi, wa zinata arshi. Kuna watu wengine wanasoma ni zinata zina ni ina maana neno jingine kabisa. Zina maana yake mapambo kwa hivyo zinatul hayati dunya zuyina linasi hubu shawati minan nisa, yote katika nini, wanapambiwa watu. Kwa hivyo mapambo lakini zina bil wazn, kutokana na wazni, uzani wake, yani uzito wake. Wa zinata arshi, usiseme wa zinata arshi wa nini, zinata arshi, na uzito wa arshi yake. Alafu nini, wa midada kalimati, midada wingi wa maneno Mwenyezi Mungu. Maneno Mwenyezi Mungu mangapi? Mengi sana, usio? Kwa hivyo idadi yake ngapi? Sasa wewe subhanallah bihamdi unaomba dua hii aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, subhanallah bihamdi, zenye sifa zote hizi nne. Kwanza nini? Adada khalqihi wa ridha nafsihi, au sio? Wa zinata arshihi, kwa mujibu wa uzito arshi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu wa midada kalimati, na wingi wa maneno yake, wingi wa viumbe vyake, wingi wa maneno yake. Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi, qabla an tanfada kalimatu rabbi. Bahari yote itamalizika kama ndo wino wenyewe kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu, wino wote utakwisha. Haya, leta walau jina bimithlihi madada, leteni tena wino kama bahari zote zilizo ulimwenguni. Maneno yake Mwenyezi Mungu ngapi? Hata ukileta 7 abhur, bahari 7, ma dafidat kalimatu rabbi, maneno yake ajesha kabisa, maneno subhanallah. Kwa hiyo hii subhanallah bihamdi dua hii muhimu sana, iongezeni katika dua zenu mnaziomba kila baada ya sala, kila mnapokumbuka. Aya tena tusome mara 3 4 tayari. Haya, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Tena adada wa ridha wa zinata wa midada. Tena ndio tunakumbushana dua hii. Kesho tutakumbushana dua nyingine inshallah ya kutoka nyumbani na dua gani nasoma na tushasoma kabla. Haya, nataka kuongeza leo darasa kidogo katika nasaha tunazopewa. Tunaambiwa kalamuka maktub, wanasema wenye hikma wanasema hivi, kalamuka maktubun, maneno yako yote unasema
Yameandikwa nani? Yameandikwa na nani? Na malaika wanaandika kile unachokisema, au si? Kwa hivyo chunga maneno yako. Chunga maneno yako, unasema sitoke mdomo wako maneno ila ya kheri tu. Kwa sababu ukisema la shari inaweza kuwa neno tu ikawa sababu ya kupeleka motoni, neno tu, kauli. Na neno ikakupandisha pepo ya juu kabisa. Kalamuka maktubun wa qawluka mahsubun, na kauli yako inahesabiwa katika hisabu, na takriban maana inakurubiana. Wa anta ya hadha matlubun, na wewe unatakiwa kwa siku. Nafikiri tuachwa lazima utaitwa mbele ya haki, au sio? Wa anta ya hadha matlubun walaka dhunub wama tatub, walaka dhunub wama tatub, na dhambi, umejaa dhambi wewe na hutaki kutubu. Wa shamsul hayati kad akhadhat fi alghurub, na jua la maisha yako karibu nataka kutua tena. Yani nini maana yake? Jua la maisha yako linatua, yani maisha yako yanakuja mwishoni tena, au sio? Au kuna mtu ana wasiwasi wa jambo hilo? Hakuna. Si kijana si kizee, au sio? Hakuna mmoja anayejua baada ya wiki tutakuwa hai au siko hai, au sio? Wa shamsul hayati qad akhadhat bil ghurub, na jua la maisha lishaenda upande wa magharibi, nataka kunini karibu na kutua tena. Fama aqsa qalbuka min baini alqulub, ma aqsa qalbuka, ugumu ulioje moyo wako baina nyoyo, basi moyo wako mgumu sana. Na mtu si lazima awe hivyo, lakini daima ajituhumu kama hivi kwamba mwenye kuasi moyo wake mgumu, na Mwenyezi Mungu amjalie moyo mlaini, Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake. Au usije ukasikia mtu akasema mimi bwana mtu wa peponi, bwana fulani mtu wa peponi moja kwa moja yule kwa amali zake anazofanya. Kad yabdu laka, huenda kadhihirika kwako kama kwa mtu wa peponi, wala tadri, iko pengine huyo mtu wa motoni. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua. Kwa hivyo siku zote jituhumini kwamba ni wakosa na upungufu, muqassirina fi haqqi Allah, na upungufu katika nini? Katika makosa. Na Mtume sasa akasema kullu ibn adam khata, kila binadamu hufanya makosa, hakuna mmoja aliyekuwa hafanyi makosa. Kila mmoja, hakuna yote alikuwa maasum min adh-dhunub wal khataaya. Dhunub zinaweza kuwa kubwa, khataaya makosa madogo madogo, lakini kila ibn adam khata, sio mudhnib dhambi kubwa, lakini khata, kila ibn adam khata. Lakini khata makosa madogo madogo haya yakikusanyika na kwa moja kubwa na hatari, basi mkusanyika ikawa nini? Kwa hiyo jaribu kila zikianza kuja kidogo zitoe kwa njia yote, kwa kutoa sadaka, kwa istighfar, kwa kutawadha na kusali rak'atain sunna hizi, kwa kusema maneno ya khairi. Haya yote yanafuta ili nini? Yasikusanyike madhambi yakawa madhambi makubwa kabisa. Kwa sababu wanasema la kabira ma'a istighfar wala saghira ma'a tikrar. La kabira ma'a istighfar wala saghira ma'a tikrar. Hamna kabira yote kabakia min al-kabair, katika madhambi makubwa, ikiwa kuna istighfar na kwamba Mwenyezi Mungu analifuta. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, sio ila man taba wa amana wa amila amalan salihan, anayetubu akaamini imani ya sahiha akafanya amali njema. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wallahu ghafurur rahim, wa kana Allahu ghafuran rahima. Asibu. Kwa hivyo la kabira ma istighfar, madhara unastaghfir wewe, basi ile kubwa ulilofanya litaondoka. Sio kila mara ufanye leo mastaghfir imeondoka, kesho kama tena unastaghfir imeondoka. Unapofanya hivyo unaambiwa anta kamustahzi billah, unafanya istizai Allah. Sio maana yake, unafanya istizai, unachezea shere Mola. Leo umetubu kwa kusamehe, kesho utafanya tena. Utakuja siku kama binadamu sitasema leo sitaki tena, ndio mwisho. Mwenyezi Mungu anaweza kusema kama hivyo zaidi, rehema zake wasi'at kulli shay, zimepindukia kila kitu. Lakini istighfar inafuta hata kabair, na la saghira halibaki dogo
maa tikrar, na wewe katika kuripiti tena na tena na tena, asubuhi, mchana, jioni, usiku, kesho, kutwa, kila siku unafanya saghira linakuwa kabira, au sio? Kosa dogo linakuwa kosa kubwa. Kwa hivyo la saghira maa tikrar, na kwa kuendelea kuripiti tena na tena, haliwi dogo tena. Fama aqsa qalbuka min baini alqulub, moyo wako mgumu sana baina nyoyo. Kwa hivyo maneno haya shote mtu awe anaweka katika akili yake, anajiambia mwenyewe, ewe nafsi wewe, ewe bwana wewe, kalamuka maktub wa qawluka mahsub, maneno yako yanaandikwa na kauli zako zinahesabiwa. Wa anta ya hadha matlub, ukiondoka duniani khalas umshafika, ushatoa mbaroni. Kaa kwanza uko pending barzakh, katika kaburi. Haya sasa hivi napiga kipenga kikubwa baragumu, napigwa rapanda sijui halafu tena kila moja نفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. mbio nakwenda kwa Mola, hakuna kukimbia. فإذا هم جميع لدينا محضرون, wote kwetu sisi watahudhurishwa. Naam. walaka dhunubun wama tatub, anajiambia mtu si yake, wewe una dhambi, kutubu kwa Mwenyezi Mungu, yani anajirudi ili apate kutubu, sio? Washamsul hayati qad akhadhat fil ghurub, maisha yako yanaenda tu, kila ikipita siku moja ujue kwamba ushapunguza masafa ya nini, ya siku yako, ya ajali yako uliowekewa, ajali musamma, ajali muda maalum uliowekewa. Kila siku -1 toa moja, na kesho toa moja ya pili, na kesho kutwa toa moja nyingine. Unatoa mpaka inabakia ngapi? 0. Ikibakia 0 namba mwenzako anakuaga bye bye. Allahumma rzuqna husnal khatima wal qabul. Allahumma rzuqna husnal khatima wal qabul. Allahumma rzuqna husnal khatima wal qabul. Naam. Anasema la taskunu al-hikmata قلبا فيه 3 خصال. anasema la taskunu alhikma, hikma haikai kila pala katika moyo wa kila moyo, la abadan. Una mahala maalum hikma inakaa, na hikma kama alivyosema, alhikma ni kitu kikubwa sana mtu akipewa, na Qur'ani inasema nini? يؤتي الحكمة من تشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نانا يبيوا حكمة، لا يبيوا ناني نا الله سبحانه وتعالى. نانا يبيوا حكمة، تؤتي الحكمة من تشاء يا رب، ونمتاك. ومن يؤتى الحكمة، لا يبيوا حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أمكم يبيوا خير nyingi sana. Na rasul hikma, kilichokuwa katika juu kabisa ya hikma nini? Makhafat Allah. Makhafat Allah, kumogopa Allah ni kule kupata nini? Hikma hali ya juu. Naona maneno yangu matamu sana, nasinzisha au hivi? Bora tutafanya mambo makali kidogo au vipi? La taskunu alhikmata qalban fihi 3 khisal, mwenye sifa hizi 3 basi hikma ikai katika yule mtu ambaye hamuhu rizq, hajui chochote ila riziki itapata wapi, bado sijatimiza, ndio bado ngatafuta tena niongeze kidogo, nende kazi jioni, nende kazi usiku, leo nikae mpaka saa ngapi? Anapoteza wakati wake wa ibada, anapoteza mambo mengi ambayo ya khairi anakosa kufanya. Kwa sababu nini? Kila anachokipata hakimtosha na bado hajafika. Hakuna lilomshughulisha hamuhu arrizq, bas riziki tunataka, bado sijapata, bado nataka kupata. Aseme leo kilichokipata nitatosha, nitapunguza hata katika kula yangu leo na watoto wangu, leo badala ya kitu fulani tutakula kitu fulani kidogo, si ghali, tutapunguza kidogo, kesho inshallah Mwenyezi Mungu atatupa riziki zaidi. La, yeye hakuna ila timize tu, atekeleze hamu rizq wa hasadul khalq, na kuwa na husda tu, mwenzangu kapata hichi, mwenzangu kapata hichi, na husda moyo wake akimwona mwenzio kapata, kwa nini mimi sipati kama vile? Na kwa nini apate yeye? Kwani ana ubora gani? Sasa wewe ndio unakuja unaogawa ubora na kutokuwa haya ni katika mambo ya hatari sana. Huyu mtu mwenye mambo haya hikma haikai kichwani kwake abadan.
na nini na hasadul khuluq tabia zake yani khuluq yake tabia zake zote za kuhusudu tu kila mmoja anamuonea nyingi anachokipata mwenzie hataki apate anatamani jiondoke bora yeye akose lakini yule sipate ndio kisa yule anakwenda kwa mfalme anaitwa kule kila anapopita mlango anaambiwa unachokipata tugawe nusu nusu kila mlango wa pili bwana unachokipata nusu nusu mpaka akafika mlango wa mwisho na nusu ala mfalme haya hema kuja nataka nini omba unachotaka nataka viboko 100 bwana kila mmoja umpe nusu nusu mpaka mwisho na mimi nitapata mwisho kimoja tu moja na moja na mwanzo mbili sio mwisho zabakia na mbili na mbili wala 4 basi alafu tena yeye tena atasamehewa lakini wale ndio wanapata viboko basi ukiwa na moyo akili yako maisha kwa husudu wenzio unataka upate wewe wenzio kama kwamba hawana haki kupata wewe ndio unastahili mna kibri ndani yake na choyo ndani yake hasad na hii ni kitu chenye kuvunja imani ya mtu napunguza imani wa hubbul jah na kupenda ukubwa kila pale atakaye ndio aonekane mkubwa mimi kipita juu kana fulani kapita mimi hivi ndio Asia na hata mwendo wake unabadilika namna kutazama watu unabadilika namna kusalimia watu kunabadilika au sio na hii yote nini hubbul jah aljah wasultan kupata ukubwa na watu walikuwa kikimbia watu walikuwa kimbia zama za Mtume sallallahu walikuwa wanakimbia anaitwa njoo wote kwa kadhi wetu akamwambia astaki akamwambia utakamata kwa sisi tupo khalifa hapa tulikuwa tunataka tumelazimishwa tukamate khalifa kwa hivyo na utakamata kwa nguvu anaukimbia mpaka analetwa kuna watu walipigwa viboko kuna watu waliotiwa jela katika karne za mwanzo kina Ahmed bin Hanbal na wengine wao lazima uwe kadhi wanakataa hatutaki kwa nini kukimbia ile kwamba sija kajiona kwamba mimi ni mkubwa mimi ile ja utukufu kwa hivyo yakiondoka haya basi binadamu anakuwa nini anakuwa katika hali ya tawadhu bila kuwa na kibri na hii hikma kwamba unajua Mwenyezi Mungu atanipa riziki yangu tu nichokipata kidogo al-qalilu alladhi yakfik khairu min al-kathir alladhi yutghik al-qalil alladhi yakfik khairun min al-kathir alladhi yutghik kidogo chenye kukutosha kidogo chenye kukutosha ni bora kuliko kingi chenye kukufanya uko na batra na dhulma kwa kingi utaona wewe ni bora kuliko wengine utaanza kufanya uonevu na kujiona wewe bora na nini naam halafu tunasema hikma pia nyingine hii a'da'u al-insan 3 maadui wa binadamu ni 3 a'da'u al-insan 3 dunyahu wa shaytanuhu wa nafsuhu mangapi hayo 3 maadui wa binadamu wangapi 3 mmoja nani dunia na pili shetani na 3 nafsi yake tukubaliana haya tukubaliana watatu hawa ndio maadui ya binadamu kila mmoja kuna njia zake za kudili naye namna gani kupambana naye sio naam fahtariz min ad-dunya bizuhd fahtariz bimaana tunajua hirizi watu wanavaa hirizi maana yake tunapotumia hirizi lengo lake ni watu wanavaa hirizi kinga sio lakini kinga sio kuvaa na kupoteza aya ya Qur'ani na kufunga katika nafsi katika mikono katika shingo katika kiuno katika nini haya ni mambo yanaweza kumpeleka mtu kwenye shirki baadaye naam yanaweza kumpeleka mtu kwenye nini fahtariz imetumika neno hirz yani kwamba hirzan min ash-shaytan kujikinga na shetani kujikinga na maovu na nini la hirz katika moyo wako unaposoma Allahu a'udhu falaq a'udhu bin-nas ayatul kursi istighfar soma Qur'ani kuwa مع الله daima kila kwa hivyo unaposema ihtariz yani jikinge min dunia sio dhahirizi ihtariz maana kinga yako na dunia huwa unaisha maisha zuhdi maisha ya hali ya chini kabisa maisha ya kuto kupenda ukubwa
maisha kuto kustarehe sana. Maana ukistarehe sana ukala makuku na machipsi kila siku utalala sana, utakosa kiamulela, au sio bwana? Na vyakula vingi vikishibisha sana inakuwa mtu nini anashindwa kuamka kwa ibada. Siria mtu kuwa na nguvu na kuamka usiku mapema akasali na kuwa na nguvu za kusimama ni kula kidogo. Al-aklul qalil, al-aklul qalil, chakula kidogo ni siri kubwa, kwa sababu kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nahnu qaumun la naakul hatta najuu' wa idha akalna lan nashba', au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nahnu qaumun la naakul hatta najuu', sisi watu hatuli mpaka tuwe na njaa. Wa idha akalna, na tukila basi hatushibi. Hivi ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jambo jingine pia ametuambia katika hadithi, kama hadithi yenye kusema ma mala ibn adam wi'aan sharru min batni, hajajaza binadamu chombo chochote kitu kibaya kama anavyojaza chakula chake. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. na hadithi ya kusema maneno kama hayo ni kwamba binadamu hajajaza kitu kibaya katika chombo chochote kama anavyojaza tumbo lake kwa chakula. Chombo chochote kile, tia kinyesi, tia chochote, ukikosha kwa sabuni mara 3 4, ukakosha kwa mchanga, kipya kama vile mwanzo, au kila kitu kinasafika. Lakini utachokula tumbo ukajaza, hawezi kutoka yote. Yatatoka baadhi, yatakayotoka kwa ajili ya kupata nguvu, na mingine yanajiweka katika sehemu ya mwili, ndo inafanya masamdi na mashahamu na nini, alafu tena ndo kuwa mtu kuwa mnene. Kwa hivyo hapa anavyosema hadithi kama hii, ma mala ibn adam wi'aan sharra min batni, hajajaza binadamu chombo chochote kitu kibaya kama anavyojaza tumbo lake chakula, hata kikiwa kizuri, biliani au chochote kile. Kwa hivyo anasema bihasab ibn adam luqaimat yuqimna sulba, inamtosha binadamu vijitonge vidogo vya kuweza kumsimamisha uti wa mgongo wake akaweza kufanya kazi. Na dalili mnaona mnapokaa na njaa mwezi wa Ramadhani, hebu niambie magharibi kila kidogo sumshaisi fresh kabisa, uongo? Chembe ngapi tu za tende na maji inakupeleka mpaka Isha kwa sala tarawih, ukasali ukaja saa 5 saa 6 za usiku, ile njaa hiyo kushika, basi ile kutamani tu chakula kipo. Haya sasa tarawih ilete baadhi ya watu, ama watu wengine hakuna mchezo hapo. Allahu akbar tende, maji, chakula, sambusa, si kitu gani hapo pakia tu. Na wale wanaweka kwenda kala nyumbani, basi wakija kusali magharibi anaambia mambo ne wala asri na atainaka assalamu alaykum wa fatha labana atina fi dunya hasana, watu wametoka. La hakuna subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, la hakuna nini, hakuna kuomba dua, hakuna rak'at mbili iliyosaliwa baada maghrib na kusoma qul ya ayyuhal kafirun qul Allahu mabio. Lakini ndio mwezi wa kulipwa thawabu chungu zima. Mwezi wa Ramadhani umestamili masaa 14 15 16 huko mwanzo, umekaa na njaa muda wote hivyo kweli, dakika 5 10 ukaongeza ukaleta tasbih baada sala na ukasali rak'a mbili, hakuna. Imamu anaambia bwana, sivyo hivyo bwana mlivyofanya. Shaambia imamu ngapi msikitini hapa, hebu ache bwana, ni bora nyamazeni kimya, kila mmoja asome mwenyewe subhanallah alhamdulillah. Wahimizeni watu wasali rak'a mbili, mnakimbilia chakula kitu gani na haraka gani? Na hali tende ile peke yake na kutosha wallahi, kama ilikuwa kupitisha muda. Kwa hivyo binadamu kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bihasbi nini, bihasbi ibn adam, bihasbi ibn adam luqaimat, vijitonge, sio luqmat. Lukma maana yake ni chakula kingi, unajaza mkono. Unajua watu wengine akitia vidole vitano vote hivi, akabeba hapa kwa kiganja hichi, akatia mdomoni kwa kuanzia nyuma kiganja mpaka vidoleni tonge moja tu, ile tonge inavibisha mashavu huku na huku, au sio? Kusema nashindwa. Lakini unajua Mtume sallallahu sunna yake kula kwa vidole vitatu, jamani tunaiweza sunna hii ngumu. Lakini sasa tu wakati na kati kama tuwezi tonge ile kiasi, hata ndio kuteremka tonge inateremka kidogo kidogo,
kula kwa taratibu muhimu sana. Kula ukakisaga chakula vizuri menoni mdomoni, ukameza kidogo kidogo. Uipi tabu njia yako ya chakula hii, mashine kila moja inafanya kazi kwa mujibu wa spidi yake. Lakini unapakia mpaka mtu anafika kwenye koo hapa. Chakula hamna hata nafasi ya hewa, hakuna nafasi ya maji, hakuna chochote, mara anacheua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, luqaimat yuqimna sulba, vijitonge vingapi pa kusimamisha watu mgongo akapata nguvu pale pale, kwa sababu kama ujala muda mrefu mwili unakuwa dhaifu. Lakini unapokula pale inamchangamsha. Fainkana anasema fainkana la budda fa'ilan, kama ndo hana budi lazima ndo ale kula, lakini mpaka wake kuanzia luqaimat vijitonge vingapi, sio kalimati kalimati hatumo, luqaimat vijitonge vidogo vidogo. Ikala la budda fa'ilan, kama ndo lazima ale, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Thuluth chakula, thuluth ya pili maji, thuluth ya tatu hewa. Sasa wewe 95 umetia chakula na 3% mwacha maji, hewa hakuna nafasi. Si balai naam. Hala ufahamchezo biriani leo miezi mitatu sijala, leo nione nimealikwa shughuli niache, thubutu paka hasa sinatofanya hivyo sio. Kwa hivyo hii hadithi muhimu sana, atufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam siri ya siha yote katika kula. Katika kula unapokula kidogo, unakula vyakula vyenye siha na ukala kwa taratibu na bismillah mwanzo na alhamdulillah mwisho, kwa sababu wewe ufanye jambo lolote ila bismillah. Bismillah kwa jina la Allah kuwezeshe uweze kula chakula kile kiende taratibu, kipite kila moja njia yake. Sehemu unataka starch chukue, sehemu unataka protein chukue, sehemu unataka mineral salts chukue. Kila kitu katika chakula katika digestive system yako, digestion kusagika kwa chakula ili ipatikane energy na kupita. Kwanza ukitia matonge makubwa mazito bila kutafuna uzuri, kwanza chakula kinataka nini? Kulainishwa mdomoni. Haya mate yanapoingia katika chakula yanabadilisha starch na kwa sugar na nini, vitu vingine vinabadilika, vinapita katika tumbo, kile zake katika maini, katika figo, katika nini. Kila kitu kinapokwenda katika pala pake kinachukua sehemu inayotaka. Damu hii inapeleka ikasababisha kupiga pampu nini moyo wako. Damu hii ndio chakula chako chote unapitisha, transport yake, daladala yake ndio damu. Inapelishwa mote katika blood circulation, mzunguko wa damu katika sehemu zote za mwili, kuja ukabeba chakula kapeleka kasambaza kila sehemu. Sasa hii damu ukiunatia vyakula vizito au kwa wingi au kila mara, unatesa mishipa ya damu, inaziba matundu ya damu kupita na kwa ndogo na kusababisha blood pressure na mengineyo, na moyo pia unasababisha kupiga kwa nguvu. Kipenzi kikubwa cha moyo siam, kufunga. Marafiki wazuri sana wanapendana, saumu na moyo. Wanajuana, wanapendana. Ikifika Ramadhani asubuhi wanakuwa farhan, moyo na saumu. Hakuna kupiga sana, moyo afanye kazi, anapata relief kidogo, kama unavyolala asijao siku unavutesa moyo. Kila ina chakula anatamani wakati huo, makeki maneno, hapo ndo hatari kuja na. Kwa hivyo chakula katika kula, kwa hivyo maneno haya tunasema kama adui wa mwanzo, ihtariz bin dunya bizuhd, jikinge na dunia kwa kuishi maisha hali ya chini. Maisha hali ya juu unataka starehe katika kila jambo, starehe, vitanda vizuri, vitanda vya vono kama sema zamani, utalala usahau kuamka. Naam, starehe kama hizo utainuka. Na watu Mwenyezi Mungu anasema katika sura As-Sajda, tatajafa junubuhum anil madaji', mbavu zao zinaondoka katika magodoro yao, yad'una rabbahum khawfan wa tam'a, wakimwomba Mwenyezi Mungu kwa hofu, kumwogopa Mwenyezi Mungu na tamaa kwa Mwenyezi Mungu atawasamehe watu peponi. Starehe katika kula, katika malazi, katika kuvaa, katika nini yote. Kwanza starehe inaondosha kibri. Starehe nyingi kama utajiepusha nayo inaondosha kibri. Inakufanya mtu ujue kwamba nini, kwamba watu wa mafakiri wanapata tabu, unaijua hali zao wanavyoishi. Au sio? Na sasa na mengi tu inakuzuhud, maisha ya zuhud, maisha ya takashuf wanasema. Maisha ya nini? Kutoshelezeka na kila kitu kidogo.
zama Mtume sallallahu alipoingia Madina na masahaba kutoka muhajirina kutoka Maka, watu wa Madina jua kwa walikuwa na kidogo, lakini hicho pia kigawa. Mwenzangu anahitaji zaidi wale ithar wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Yuthiruna ala anfusihim, wanafanya ithar, wanafadhilisha wenzao jua kwamba wao wanao fakiri na maskini, lakini bora wenzao. Haya ndo katika maisha takashuf, maisha zuhud. Yanasema kwamba nini unapiga vita nini unapiga vita nini dunia, ama vita vya shetani wahtariz wa min ash-shaytani bimukhalafati. Kila anachokuamrisha shetani wewe nenda kinyume naye, utamshinda. Fanya mukhalaf kinyume na anachotaka shetani, خلاص umemshinda. Ama la tatu nafsi, nafsi inakwendana sana na shahawati, matamanio ya nafsi. Mwambie matamanio kaa pembeni, akili yangu ina nguvu kuliko matamanio yako. Kwa hivyo unapiga vita matamanio. Katika kila unachokitamani usema la, jambo hili litaniharibia nini zuhudi yangu na takwa yangu na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mambo matatu lazima mtu afikirie: shahawat na matamanio, nafsi, kwa sababu nafsi inataka mazuri na inaamrisha maovu. Inna nafsa la amaratun bisu. Kwa hivyo yatosha kwa leo haya tusoma. Hadha wallahu a'lam. وجزاكم الله خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة